Somo letu linasema wokovu au kuokoka ni nini? Wokovu au kuokoka ni nini? Kuokoka ni kuwekwa huru kutoka katika nguvu za giza, mauti, kifo na katika uharibifu wote wa dhambi kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kuokoka ni kuwekwa huru katika giza, katika mauti, katika dhambi, ile dhambi uliobeba. Msalaba ambao umejitwika, unapookoka unautua, unapookoka unaondokana na ile dhambi, unatua ule mzigo, unatoka katika giza nene ambalo ulifungiwa na wachawi, ulifungiwa na mizimu, uliwekewa mipaka ya kwamba kuna mahali hautapita, lakini unapokuwa na Yesu unawekwa huru. Hello. Wewe unayetaka kuwa huru, karibu mahali hapa. Yuko Yesu anayeondoa kiu ya dhambi, anayeondoa kiu ya uzinzi, anayeondoa kiu ya pombe. Yuko mahali hapa, anaweza kukuondolea kiu hiyo na ukawa huru, maisha yako yakawa salama. Halo. Hivi unajua kwa nini unalogwa? Unatambua kwa nini unalogwa? Unalogwa kwa sababu una Yesu. Unalogwa kwa sababu una kitu. Unachezewa kwa sababu Yesu hayuko ndani mwako. Na ndio maana wakija wanakuta patupo, inakuwa rahisi sana kulogwa. Na wewe unayejidanganya unalala na Biblia, unasema nalala na Biblia, Biblia inanisaidia. Biblia haiwezi kukusaidia, bali neno la Mungu ukilijua litakusaidia. Kuziacha dhambi na kumfuata Yesu, ndipo utaokolewa. Wakolosai 1, tukasoma Wakolosai 1 mstari wa 13 hadi wa 14. Nitasoma. Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Hii ni andiko. Naye alitutoa katika nguvu za giza, akatuleta katika ukombozi, akatuingiza katika pendo lake. Jamani, kwa Yesu kuna pendo. Kwa Yesu kuna upendo wa ajabu. Unapokuwa na Yesu kuna upendo usiokuwa wa kawaida utakutana nao. Wewe unayehangaika na upendo wa mwanadamu wa muda mfupi, wa dakika fupi, wa mwezi mmoja, unaachwa, unaambiwa mkataba wako umeisha. Yuko Yesu ambaye hana mkataba. Yeye akikupenda, amekupenda, amekupenda. Yeye anakupenda mazima. Ukiingia kwake umeingia. Mume anaweza kukuacha, mke anaweza kukuacha, watoto wanaweza kukuacha, lakini yupo mwanaume Yesu ambaye hawezi kukuacha kamwe. Halo. Watu wasafu. Yuko mwanaume mahali hapa. Yuko Yesu aliyeshinda na kifo na mauti. Acha kuhangaika na wanaume. Wakati mwingine unahangaika na wanaume ambao si sahihi, kwa sababu una Yesu. Ukienda kwa Juma, baada ya muda mfupi Juma anakuchezea, anakuacha. Ukienda kwa Bakari, baada ya muda mfupi anakuacha. Njoo kwa Yesu akupe mume sahihi. Haleluya. Yuko Yesu mwamba, anayetenda maajabu, anayetenda mambo yaliyo makuu, anayetenda yale yasiyowezekana. Kwake anawezekana. Ni dada kama wewe, ni mama kama wewe, lakini tangu nimeingia kwa Yesu sijajuta maisha ya kuwa na Yesu. Ninanawili, maisha yangu yanasonga mbele kwa sababu Yesu yeye ni mweza wa yote. Halo. Halo.
5:24 neno la Mungu linaniambia, amini ninawaambia, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele. Haleluya. Yeye aniaminie yuna uzima wa milele, lakini asiyeniamini amekwisha kuhukumiwa. Anasema yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mauti kuingia uzimani. Unasubiri nini kupita katika mauti? Umeandaliwa mauti na wachawi. Wachawi wamekuwekea garanti, wachawi wamekuwekea mipaka, wachawi kuna mahali wamekuwekea usitoboe. Hata ufanye nini, bila Yesu huwezi kutoboa. Acha nikwambie jioni ya leo, kimbia ukimbiavyo, bila Yesu huwezi kwenda popote. Kuna mahali umewekwa kwenye kilinge, wanalisoma jina lako, wanakuweka mahali ambako wanasimamisha maisha yako. Wanasema baada ya miaka 2 hataendelea mbele, lakini baada ya hapa. Haleluya. Ninapoona kila mwaka unaona misukosuko, kila mwaka unaona kusumbuliwa, sio wewe, bibi zako wamekuweka kwenye kibuyu. Halo. Kuna mahali wazee wako wamekuweka, wanakupangia ratiba ya maisha yako. Yamkini ulikuwa ungesoma, ungekuwa na maisha mazuri, lakini acha nikwambie, mipaka. Adui amekuwekea mipaka, wachawi wamekuwekea mipaka, wanachezea jina lako kwenye vilinge, kwenye matunguli. Wakikaa hapo wanasema miti hataenda mbele, Hamisi ataishi hapa, Juma ataishi hapa, hawataenda mbele kwa sababu umtaki Yesu. Utaendelea kuangalia, utaendelea kuteseka, utaendelea kupata shida. Njoo Yesu. Hello. Njoo kwa Yesu, njoo kwa Yesu uokolewe. Tulikuwa kama wewe, tulikuwa tunahangaika kama wewe. Kila kazi tuliyofanya haikufanikiwa, kila kitu tulichogusa hakikuwezekana, lakini tulipoingia kwa mwanaume Yesu mwenye pendo lake, mwenye uzima, mwenye uweza, mwenye mamlaka, tunayo mamlaka. Tunayo mamlaka, tukisema tunakanyaga kwa jina la Yesu. Heri wachawi, tunawasambaratisha, tunapiga hayo nguli, tunasambaratisha, yanasambaratika kwa jina la Yesu. Tunatoka na ushindi. Na nikwambia hakuna njia nyingine bali ni kumwamini Yesu. Hakuna njia nyingine, maana imeandikwa, asiamini amekwisha kuhukumiwa. Wokovu sio dhehebu fulani la Kristo, bali ni mpango wa Mungu kumrejesha mwanadamu awe na uhusiano mzuri na Muumba wake, ambao ulipotezwa na Adamu kwenye bustani ya Edeni. Wokovu ulipotezwa katika bustani ya Edeni pale ilipotendwa dhambi, pale dhambi ilipofanyika baina ya Eva pamoja na Adamu. Dhambi ilitendeka mahali pale. Amen. Dhambi ilitendeka mahali pale. Baada ya dhambi, Yesu alikuja kutuokoa. Yesu alikuja kutupa msaada. Yesu alikuja kutusaidia. Yesu alikuja, aliposhuka akaweza kutukomboa, na akasema ukombozi uliopatikana ni wanadamu wote, ni wa wote, sio wa dhehebu, sio wa kanisa, sio wa mahali pamoja, bali ni wa kila mwanadamu, bali ni wa kila mtu. Kukomboa
moja. Hello. Kukombolewa ni haki ya kila mmoja, ni haki ya kila mtu. Usijihesabu kwamba mimi siwezi kuokolewa. Ninajua yapo mapito unayopitia, ninajua yapo magumu unayokutana nayo. Wakati mwingine uelewani na mke wako, wakati mwingine uelewani na mke wako. Unawaza nini cha kufanya, huoni majibu, huoni mlango wa kutokea. Acha nikwambie jioni ya leo, yuko Yesu anayetengeneza ndoa, anayetengeneza mahusiano, anayetengeneza kazi, anayetengeneza maisha yako yakawa salama, yakawa sawa. Yamkini unatafuta kazi muda mrefu hujaweza kupata, lakini nikwambie leo yupo Yesu mwenye kazi. Maana amesema dunia na vilivyomo yote ni mali yake. Wewe ni mali yake, ulivyo navyo ni mali ya Yesu. Vyote ulivyo navyo ni mali ya Yesu. Wewe mwenyewe mali ya Bwana, ulivyo navyo ni mali ya Bwana. Maisha yako ni mali ya Bwana. Usijivune kwa vile ulivyo navyo, vinapita. Akufa unaviacha, unaenda peke yako. Utaenda na nyumba yako, utaenda na pesa, utaenda na watoto wako. Tafuta Yesu leo, tafuta Yesu anayeweza, anayeponya, anayeokoa, anayebadilisha historia yako. Walikuwa wakikuita mlevi, watabadili jina na kukuita mlokole, na kukuita mbarikiwa, na kukuita wewe ni wa thamani. Wataiona thamani yako leo hii, hawaioni thamani yako kwa sababu huna Yesu. Hata kwenye vikao vya ukoo ushirikishwi. Wakikuangalia huna vigezo, lakini ukiwa na Yesu, vikao kabla havijafanyika vya ukoo wanasema lazima Matiasi aje, lazima Eva aje, nipo tufanye vikao. Unadhalaulika kwa sababu una Yesu. Haleluya. Unadharaulika kwa sababu huna Yesu. Mkeo anakudharau kwa sababu una Yesu. Ukiangalia Yesu una hela, unasubiri nini? Unasubiri nini? Hela huna, Yesu una. Mwanamke lazima kudharau. Na wewe mwanamke usipokuwa na Yesu utaonekana kama vile mwanamke makahaba, kama vile mwanamke aliyekosa ficha. Lakini ukiwa na Yesu, ukimwambia Bwana Yesu, tetea familia yangu, msaidie mume wangu, msaidie kwenye kazi, nipake mafuta, nifanye wa thamani. Mume wako atakuona wewe wa thamani. Kila siku atakuona mpya. Kila Bwana atakuwa na kupaka mafuta yako, mafuta ya Roho Mtakatifu, mafuta yenye uweza, mafuta yenye nguvu. Yakiingia kwako utafanya mambo makubwa, utafanya mabadiliko makubwa kwenye familia yako. Mawifi kama walikuwa na kudharau, watabaki wanakushangaa. Watarudi tena, watakuuliza, wifi, tuonyeshe mganga wako. Ni nani aliyekuagua, aliyekupa dawa? Nikwambia yuko Yesu, hakuna mganga. Haleluya. Kusudi la Mungu mwanadamu, mtu awe mfano wa sura yake, ili atawale yote ambayo Mungu alimkirimia mwanzo. Kusudi la Mungu ni wewe utawale katika hii dunia, sio utawaliwe fedha, uzitawale maisha, uyatawale chochote kilicho chini ya ardhi, ukitawale. Ukiwa na Yesu utatawala, utamiliki,
watakusanya kwa kutaki, watakuja kwako, watakukimbilia, watakuona mbarikiwa, watakuona umefanikiwa. Hello, naongea na watu, naongea na watu, naongea na watu, naongea na watu ambao wana kusudi la kwenda mbinguni, ambao wanatazamia kwenda mbinguni. Naamini wako wanatarajia kwenda mbinguni. Hey, nani alikwambia haiwezekani kwenda mbinguni? Mnadanganyana, mnaambiana kwamba mambo haya yalikuwa zamani, mambo haya yalikuwa nyakati hizo. Acha nikwambie ni uongo, ni kutapatapa. Katika hali ya dhambi, katika hali ya shida, katika hali ya mateso, yupo mwanaume Yesu anayeponya, anayeokoa, anayetenda miujiza. Hata leo yupo. Nimekwambia hivi, leta mgonjwa uone namna atakavyopona mahali hapa. Usifiche mgonjwa nyumbani. Yuko Yesu hapa, yuko Yesu wa Nazareti, yuko mtenda miujiza, yuko mwenye ishara za ajabu zisizoonekana katika hali ya kawaida, lakini kwenye ulimwengu wa roho ngome zinatikiswa, ngome zinaangushwa, majeshi yanatikiswa, majeshi ya wachawi, majeshi ya mizimu, majeshi ya waganga yanatikiswa. Hey, yanatikiswa. Majeshi ya kuzimu yanatikiswa kwa jina la Yesu, jina lipitalo majina yote, jina lenye nguvu, jina lenye uwezo. Utake usitake, hakuna njia nyingine ya kwenda mbinguni ila ni kumwamini Yesu, aliye Yesu, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Haipo njia nyingine. Usijidanganye. Kuna sheria ambayo utaitunga ya kukupeleka wewe mbinguni. Haipo, ila ni kumwamini Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Hello. Acha nikupe mfano mwanamke mmoja. Hello. Kuna mwanamke mmoja wakati ule wa Wayahudi. Huyu mwanamke alikuwa ni mgonjwa yapata miaka 12. Alikuwa ni mwanamke ambaye alikuwa anatokwa na damu miaka 12. Alitengwa, aliitwa najisi, alipewa majina yote ambayo unajua wewe huku duniani ya kudharauliwa, ambaye mkini hata wewe hujawahi kudharauliwa. Chakula chake alitengwa, alikula peke yake, aliishi peke yake, alitembea peke yake huyu mwanamke. Lakini siku moja akasikia mwanaume Yesu anapita, mwanaume Yesu anapita. Aliposikia hizi habari akafadhaika, akawaza moyoni mwake, nitaendaje? Kwa sababu mimi naonekana ni najisi. Alikuwa hata akitoka nje haeleweki, anarudishwa ndani, anafungiwa kwenye chumba chake. Lakini siku hiyo alisema hata iweje, nazimia moyoni mwangu, naenda naenda kukutana na mwanaume Yesu, mwanaume Yesu, mwanaume Yesu. Acha nikwambie nini kilitokea. Hello. Hello. Baada ya mwanamke kukutana na Yesu, alikwenda katika lile kusanyiko. Kulikuwa kuna watu wengi waliomzingira Yesu, walikuwa wanafunzi wengi wamezunguka huku na kule. Lakini yule mwanamke akasema, hata iweje, nitapenya, hata nitapita. Yule mwanamke alivaa mavazi ambayo hata sura yake haikuonekana, alionyesha macho tu ili apate pa kupita. Alipofika mahali pale, aligusa vazi, aligusa upinde wa vazi la Yesu, aligusa upinde, maana aliogopa. Akasema, nikimgusa itakuwaje? Akagusa lile vazi la Yesu. Yesu akasema, ni nani amenigusa? Maana nguvu zimenitoka. Wanafunzi wakamwambia, Yesu
akasema mimi hapa. Yesu akasema enenda zako mwanamke, imani yako imekuponya. Wewe leo njoo muamini Yesu, njoo muamini Yesu, njoo muamini Yesu, njoo muamini Yesu. Yeye anapenda miujiza. Hello. Yesu anapenda miujiza isiyokuwa ya kawaida. Tutapataje wokovu? Kwa kumwamini Bwana Yesu pekee. Naomba usome msomaji Yohana 3 mstari wa 16 hadi 12. Yohana 3:16. Yohana 3:16 hadi 14. Yes. Yohana 3:16 hadi 14. 18. Yes. Ya, maandiko anasema hivi. Kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Yohana. Kwa maana jinsi hii. Yes. Mungu aliupenda ulimwengu. Hata akamtoa mwanae pekee. Ili kila mtu amwamini asipotee. Bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Yes. Amwaminie yeye hahukumiwi. Yes. Asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Hapo. Amwaminie yeye hahukumiwi, bali asiyemwamini amekwisha kufanya nini? Neno la Mungu linasema amekwisha kuhukumiwa. Asiyemwamini Yesu amekwisha kuhukumiwa. Yeye asiyelisikia neno la Mungu amekwisha kuhukumiwa. Amen. Yes. Amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Na hii ndio hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni. Yes. Na watu wakapenda giza kuliko nuru. Nuru hapo. Neno la Mungu linasema kwamba nuru imekuja ulimwenguni, lakini watu wanapenda giza kuliko nuru. Watu wanapenda dhambi kuliko nuru. Mtu anakuambia kwamba nitaachaje uzinzi? Nitaachaje kufanya uzinzi nikiokoka? Acha nikwambie, yuko Yesu anaifisha imili, anaitengeneza, anaifanya upya. Dhambi inaondoka. Ukiwa na Yesu dhambi inaondoka, uzinzi unaondoka, uasherati unaondoka, mapepo yote unayojua huku duniani, sijui majini makata, sijui majini maimuna, yanaondoka. Kwa nini uteswe na majini? Kila kukisha unaanguka unasema kazi imeiva huko. Kwa nini uteswe na majini? Tumekuja mahali hapa. Njoo wewe mwenye mapepo, njoo wewe mwenye magonjwa, mwenye majini makata yaliyoshindikana, hapa yanaondoka kwa jina la Yesu. Amen. Usiendelee kubaki njia panda. Amesema yeye amekuja, aliyeleta nuru ya ulimwengu, aliyeleta mwangaza, aliyeleta nuru. Kwa nini ubaki unateswa? Matunguli kwenye maduka yamebaki yanapumua huku na huko, yakikosa wakati unaambiwa ukarejee, unaambiwa ukarenew. Yuko Yesu ambaye huwezi kwenda kumrenew kwa pesa. Hauendi kwenda kumbadilisha kwa pesa. Uko unaenda kurenew kwa pesa. Na ukienda unaambiwa leta mtoto wako tumchinje kwanza ndipo upate mali. Unaambiwa leta pesa, unapeleka, utakopa, utapeleka, unabaki na madeni. Nini maana yake? Unabaki unahangaika, unabaki unatapatapa, unafika mahali unatamani kufa, unatamani kujinyonga. Acha nikupe habari njema leo. Yupo Yesu, yuko mwanaume anayeponya, anayeokoa, anayetenda mambo ya ajabu, anayetenda yale yasiyowezekana kwa wanadamu, kwake yanawezekana. Hello. Unaipenda dunia, lakini dunia inaenda kukuangamiza. Dunia inaenda kuua mashako. Dunia inaenda kumaliza mashako. Dunia inakumeza mzima. Lakini ukiwa na Yesu, uko uponyaji, uko msaada, uko muujiza. Mwamini Yesu.
Kila niaminie yuna uzima wa milele. Kila nikubalie yuna uzima wa milele. Uko uzima wa milele. Acha kukaa kwenye dhambi. Acha kukaa kwenye maisha ya mashaka. Acha kukaa kwenye maisha ya sintofahamu, maisha yasiyoeleweka. Ukisikia bundi analia unatetemeka, unaogopa. Ukisikia paka amelia unatetemeka, unaogopa. Unasema maisha yangu sijui itakuwaje. Bundi amelia kwenye mti, sijui nani atakufa. Yuko Yesu ambao ukiwa naye utamwambia bundi toka. Ukimwambia bundi toka kwa jina la Yesu, anaondoka. Ukimwambia wewe mchawi toka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Wachawi ukipita wanakuogopa, wanatetemeka, wanakimbia kwa sababu unaye Yesu. Halo. Acha kuifia dhambi. Acha kuifia dhambi. Acha kuifia dhambi isiyokuwa na thamani. Yupo mwenye thamani. Yupo Yesu. Yupo mtenda maajabu. Yupo mwenye miujiza. Yupo mwenye kuponya. Yupo mwenye kuokoa. Aliyemwokoa Lazaro yupo hivi leo. Aliyemwokoa yule mgonjwa, yule kipofu yupo hivi leo. Aliyemwokoa yule mgonjwa birikani yupo hivi leo. Yupo hata sasa. Yupo anaokoa. Yupo anaponya. Yupo anafanya ishara. Yupo anatenda miujiza. Yupo anatenda mambo ya ajabu. Wewe kazi yako ni kuitu, ni kukubali na kukiri ya kwamba nimekubali wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Mambo yote yanabadilika. Kama ulikuwa mchawi utaondoka. Kama ulikuwa uzinzi unaondoka. Kama ulikuwa kahaba unaondoka. Unaondoka kwa jina la Yesu. Unaondoka. Mateso yote yanaondoka kwa jina la Yesu. Power. Yes. Amen. Kubali leo. Kubali na kutii. Kubali na kumwamini Yesu. Sisi wenzio tumekubali. Yes. Tumeamua kumwamini Yesu. Amen. Tumeamua kwenda na Yesu. Yes. Tumeamua kusacrifice maisha yetu kwa Yesu. Yes. Tumeamua kwenda na Yesu. Tumeamua kutembea na Yesu. Yes. Tumesema liwe na liwe. Tunaenda na Yesu. Yes. Tunatembea na Yesu. Yeye atendaye mambo ya ajabu. Leo hii tunaweza kusimama hivi, sio kwa akili zetu, bali ni Yesu anatuwezesha, anatuinua, anatutendea yaliyo makuu. Ukiona nimependeza leo ni Yesu. Yes. Hata ukitoka hapa ukisema yule dada alikuwa amependeza, hakika mtanguliza kwanza Yesu. Sema Yesu wa yule dada amemfanya ng'are, amemfanya apendeze, amemfanya awe vile. Ni jeuri ya Yesu. Ukiona nina jeuri, ninaye Yesu. Oh yes. Hii jeuri yote ni Yesu. Hii jeuri yote ni Yesu. Ni Yesu aliyeshinda kifo. Ni Yesu aliyeshinda mauti. Ni Yesu mtenda miujiza. Ni Yesu mwenye ishara. Ni Yesu mwenye maajabu. Yule uliyemsikia wakati ule, hata leo anatenda, hata leo anafanya, hata leo miujiza ipo. Haleluya. Ipo jina linalopendwa sana. Ipo jina, ni jina la Yesu. Lipo jina linalopendwa sana. Lipo jina, ni jina la Yesu. Lipo jina linalopendwa sana. Lipo jina, ni jina la Yesu. Naomba nikualike wewe mtu unayesema
ninatamani kumpokea Yesu. Moyoni mwangu namhitaji Yesu. Moyoni mwangu naadhimia namhitaji Yesu. Karibu mahali hapa. Karibu tukupeleke mbele za Mungu. Karibu mahali hapa. Wewe unasema ninatamani, ninawiwa ndani mwangu. Moyoni mwangu nasikia sauti. Usinyamazie hiyo sauti, kwa sababu ukinyamazia itakutesa mpendwa. Njoo mahali hapa. Njoo tuombe na wewe. Njoo tukukabidhi kwa Yesu. Njoo tukukabidhi kwa huyu Bwana Yesu aliyetenda miujiza, aliyetenda kwangu, aliyetenda kwa wote unaoona. Karibu mahali hapa. Karibu mteule. Karibu. Yesu anakupenda. Yesu anakuhitaji. Yesu anaanza na wewe. Yesu anakutamani. Yesu anaanza na wewe. Njoo mahali hapa. Njoo mpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Akupe neema ya kutembea katika usahihi. Maisha yako yageuzwe upya. Maisha yako yatengenezwe upya. Maisha yako yakawe mapya. Ukageuzwe. Ukawe mtu mwingine. Ukawe mtu wa thamani. Ukawe mtu wa pekee. Ukapate kazi. Wewe unayekosa kazi, Yesu uko mahali hapa. Anaachilia kazi. Anaachilia miujiza. Anaachilia mambo makubwa na ya kutisha. Ni maamuzi ya moyo. Amua hivi leo. Anasema wakati ni sasa. Majira ni sasa. Nyakati ni hizi. Hakuna wakati mwingine ambao utasema nitaokoka kesho. Haujui maisha yako. Haujui saa yako ya kufa. Haujui wakati wako wa kuchuruwa. Njoo leo. Pale moyo wako unapoamua, amua saa hiyo hiyo. Fanya saa hiyo hiyo. Maana wakati ni Adamu ambako yupo kwa ajili ya kukusaidia, kwa ajili ya kukuinua, kwa ajili ya kukutetea. Wakati ni huu. Unaweza ukasema nitaokoka kesho. Pikipiki ikapita ikakupitia, maisha yako yakaondoka. Gari likapita likakupitia, maisha yako yakaondoka. Ukasema laiti ningeamua, laiti ningekubali kuokoka, laiti ningeamua kuokoka, laiti ningefanya maamuzi mapema. Lakini wakati wacha nikwambie, ngeli inakuwa ina maana, ngeli inakuwa ina thamani, maana tayari umekwisha kuchelewa. Wewe uliyedhamiria, karibu. Hakuna kama wewe Baba wa mbinguni. Hakuna kama wewe Baba wa mbinguni. Baba. Hakuna kama wewe Baba wa mbinguni. Hakuna kama wewe. Nyosha mikono yako namna hii. Wewe uliyedhamiria kumpokea Yesu. Sema, ee Bwana Yesu. Ee Bwana Yesu. Ninakupokea. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kuanzia leo, kuanzia leo, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima, kwenye kitabu cha uzima. Baba, katika jina la Yesu, uketie mahali pa juu, mahali palipoinuka sana. Asante kwa ajili ya watoto wako waliamua kukupokea wewe Yesu, waliamua kumkiri Yesu kuwa wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Watoe katika dhambi, watoe katika mateso, watoe katika tabu, watoe katika shida. Achilia neema yako, achilia uweza wako juu ya maisha yao kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Wape kukupenda wewe. Haleluya, haleluya, haleluya. Wewe pepo uliyekamata maisha ya udhalimu, achia kwa jina la Yesu, achia kwa damu ya Yesu. Kila kilichofunga maisha yako kikakuachie, kikakuachie kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila mateso yakaondoke kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Shangilia Bwana, shangilia Bwana kwa ajili ya watakatifu.
watu hawa ambao majina yao yameandikwa mbinguni. Shangilia Bwana Yesu, shangilia Bwana. Wakumbatiani, wasalimieni, mchukue namba ya simu, ongeeni nao. Haleluya. Kanisa letu linapatikana katika chuo chetu kizuri cha Nebuki. Ni kanisa lile, tupo pale mahali pale. Kuna kanisa, yapo kuna chuo lakini kuna kanisa. Kuna kanisa la KMC. Karibu wewe ambaye pengine umeogopa kuja mahali hapa, njoo utatukuta kwenye lile kanisa. Kanisa ambalo linatenda miujiza, kanisa ambalo linaponya.